tulikuwa tunataka tuangalie namna ambavyo mtu anaweza kaenda kukopa kwa kutumia hata cheti chake, kwa sababu tumeona kuna vijana wengi wanahitimu vyuo vikuu lakini labda hawawezi kukopesheka kwa sababu hawana mali au hawana dhamana. Hii ni Unasemaje ya Radio Free Africa. Mimi ni Dennis Mwasalanga. Unaweza kutuachia maoni kwenye mitandao ya kijamii, tutafute kwa Radio Free Africa ama nifuate mimi @Dennis Mwasalanga. Je, unasemaje kuhusu Benki Kuu ya Tanzania kuazimia kwamba vijana watumie vyeti vya kitaaluma kama dhamana ya kupata mikopo? Tusikilize kwanza taarifa hii niliyokuandalia kutoka Dar es Salaam. Dhamana ya mikopo imekuwa ikiwasumbua watu wengi wenye ndoto ya kufanya biashara mbalimbali ambazo zinaweza tumia hata mtaji kidogo tu ili kuendelezwa. Taasisi mbalimbali za kifedha ikiwamo benki zimekuwa zikitegemea dhamana kama mashamba, nyumba, vyombo vya moto ama dhamana nyingine zisizohamishika, swala ambalo limewapiga mweleka watu wengi wenye ndoto kukwama ama kuishia kwenye mikopo umiza. Mikutano mbalimbali imekuwa ikiibua hoja hii ya namna gani wananchi wengi zaidi wanaweza kuwezeshwa kifedha na kubadili maisha yao na kuchangia kwenye uchumi wa taifa. Je, umewahi kujiuliza mhitimu wa chuo kikuu anaweza kupata wapi mali isiyohamishika ama dhamana nyingine ambayo inakidhi vigezo vya mkopo? Wengi wa wahitimu wa vyuo vikuu, mafanikio makubwa walionayo ni kumiliki cheti cha kitaaluma ambacho hakijawahi kamwe kuhesabiwa kama dhamana ya mkopo. BOT ikiwa msimamizi wa taasisi zote za fedha, inalitazamaje swala hili kama njia ya kuwainua vijana wa Kitanzania? Emmanuel Tutuba ni gavana wa BOT. Na hapa tunatarajia kwa siku zijazo tumeandaa kampuni tunaita itakuwa ni Credit Guarantee Corporation, kwa maana ya kampuni itakayokuwa ina support shughuli mbalimbali katika kurasimisha biashara, kuwezesha watu kuandikia maandiko yanaweza kupata mikopo benki, lakini kufuatilia mchakato wa mtu kukopesheka, ile credit worthiness, na kuwezesha pia watu wapate dhamana, hasa wale ambao kwa bahati mbaya hawana mali aidha zinazohamishika au zisizohamishika. Na pia tuna mchakato wa kuboresha hata sheria. Tulikuwa tunataka tuangalie namna ambavyo mtu anaweza kaenda kukopa kwa kutumia hata cheti chake, kwa sababu tumeona kuna vijana wengi wanahitimu vyuo vikuu lakini labda hawawezi kukopesheka kwa sababu hawana mali au hawana dhamana. Kwa hiyo kupitia hiyo Credit Guarantee Corporation tutakuwa na idara mbalimbali zitakazowezesha watu wapate labda aidha dhamana. Mtu kama hana collateral anaweza kaenda akajisajili benki yake, kupitia benki yake akajisajili wakampa labda dhamana. Lakini kama atakuwa hana andiko la mradi, anaweza kafika patakuwepo idara inayodili na masuala ya uandishi wa zile tunaita ni bankable business proposal au project proposal. Na hii kupitia pia chuo chetu cha Benki Kuu tutaendelea kutoa elimu. Tunataka kupitia fursa hiyo tuwawezeshe Watanzania wengi zaidi waweze kuwa na uwezo wa kuandika aidha maandiko, sababu tumeona ni changamoto mojawapo. Mtu anaweza kawa ana wazo la mradi lakini anashindwa kulithibitisha kama wazo hilo ni halisia na linaweza likatekeleza mradi kifaida. Kwa hiyo ni vitu mbalimbali tunavyojaribu kuviangalia, na kupitia hii Credit Guarantee Corporation nashukuru kwamba wenzetu kwa mfano wa World Bank wamekubali kuiunga mkono kwa kuongeza pale fedha, na watatoa kama mkopo nafuu kupitia serikalini wa dola milioni 150. Na sisi kwa fedha ambazo tumeshazikusanya mpaka sasa tunaamini, kwa sababu ile facility sasa hivi iko ndani ya Benki Kuu, lakini lengo ni kuitoa ili iende ikafanye kama iwe ni kampuni huru ili jiendeshe na itaweza kufikia watu wengi zaidi, ili sisi tubai kama regulator tutaipa leseni, tutaisimamia kwa misingi ya uendeshaji ambayo itakuwa ni bora zaidi kwa manufaa na mustakabali mkubwa wa nchi yetu. Kwa hiyo kwa ujumla kwamba mkutano huu unaendelea kuweka msingi wa kutathmini na kutafakari maendeleo yaliyopatikana kwenye uchumi, kuwezesha wananchi hasa wa makundi ya akina mama waweze kunufaika na fursa zilizopo nchini, waweze kuwa na uwezo wa kusimamia biashara zao, kuendesha shughuli zao. Na kwenye sekta ya fedha fursa hizo zinaendelea kuwekwa wazi
ili watu watakao kuwa tayari waweze kuzitumia na kuwa na mchango chanya katika ukuaji wa taifa wa uchumi wa taifa letu. Miongoni mwa mafanikio ya kiuchumi yaliyopatikana kwenye tasnia ya fedha ni pamoja na kuwainua zaidi wanawake ambao siku za awali walionekana kuachwa nyuma kwenye uwezeshwaji kiuchumi, mkakati ambao ulipewa msukumo wa kipekee na BOT. Utakumbuka mwaka jana niliwapa rai na nilitoa waraka kwa mabenki yote kuwataka angalau kwenye bodi zao pamoja na management zao uwiano wa wanawake angalau mpaka ifikapo mwaka 2028 wafikie 30%. Nashukuru kuona kwamba benki 22 kati ya benki 42 wameshafikia uwiano wa kuwa na 30% kwenye bodi na kwenye top management zao ambao ni wanawake. Lakini nimewaomba benki nyingine ambazo bado, kwa sababu mchakato wa kupata either wajumbe wa bodi au kupata wataalam wa kwenye top management huwa inategemeana uwepo wa nafasi, lakini uwepo wa wanawake wenye sifa. Ndio maana nimewaomba kwamba ule waraka wangu nilitoa mpaka mwezi wa 6 mwaka 2028. Kwa nitaendelea kufuatilia na nimewashukuru wote ambao mpaka sasa wameshatimiza lengo hilo. Lakini nimewataka waendelee kuweka mikakati na kutafuta fursa mbalimbali zitakazofanya tuwezeshe wanawake kiuchumi na kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo, ikiwemo kuwawezesha kifedha, kielimu na shughuli nyingine. Upo ushuhuda wa kusisimua kwenye swala la elimu jumuishi ya masuala ya kifedha, ambao ni mchakato wa kuwawezesha watu wote wakiwamo wenye kipato cha chini na wasiofikiwa na benki kupata maarifa, ujuzi, ujasiri wa kusimamia fedha zao, ikihusisha kuelewa dhana za akiba, bajeti, mikopo, uwekezaji na matumizi ya huduma za kibenki ama kidijitali ili kufikia uhuru na utulivu wa kiuchumi, kama anavyofafanua Gavana Tutuba. Mpaka sasa tumeona mafanikio makubwa kutokana na mikakati tunayoiweka, na tunashukuru kwamba tulikuja na utaratibu tunaita ni utaratibu wa elimu jumuishi ya masuala ya kifedha. Kupitia chuo chetu cha Benki Kuu pale Mwanza tulitengeneza mitaala miwili. Mtaala mmoja ni wa ndani ya elimu ndani ya mifumo rasmi ya elimu, tunaita in-school financial literacy curriculum, na mtaala mwingine ulikuwa ni wa elimu jumuishi ya fedha nje ya mifumo rasmi ya elimu, kwa maana ya out of school financial literacy curriculum. Na tunashukuru mpaka sasa mifumo yote imefanya kazi, na ile mitaala tuliyotoa tunaona sasa hivi watu wengi wanaelimishwa, na kwa ujumla tumepata mrejesho kwamba wanawake wengi wamenufaika na utaratibu huo, walioko hasa nje ya mifumo rasmi ya shule wamepata elimu. Na hata kwenye chuo chetu cha Benki Kuu tumeona baadhi ya taasisi zimepeleka wataalamu wao wa jinsia ya kike kwenda kujifunza. Kwa hiyo tunatarajia tutaendelea kudesign mifumo na taratibu mbalimbali. Mkakati huu wa Benki Kuu ya Tanzania wa kuruhusu mchakato wa kisheria ili vyeti vya kitaaluma vitumike kama dhamana ya mikopo utafungua ukurasa mpya wa uwezeshaji kwa vijana wengi waliokuwa wakikosa fursa hii. Hili si tu litarahisisha upatikanaji wa mikopo, bali pia litachochea ubunifu, ajira na ukuaji wa uchumi kwa taifa. Hatua za BOT zinatukumbusha hoja ya mbunge wa Kahama wa kipindi kilichopita Jumanne Kishimba, ambaye naye aliona kweli degree zimewaathiri watu wengi. Wengi wana vyeti lakini haviwezi kuwa dhamana za chochote, lakini BOT inatuonyesha mwanga kwenye hoja hii. Hebu tujikumbushe hoja ya mbunge wakati huo wa Kahama Jumanne Kishimba katika bunge lililopita. Alikuwa akizungumza thamani ya degree kwamba ni karatasi tu ambalo huwezi ukapeleka hospitali wala huwezi kuweka dhamana. Bunge Kishimba huyo hapa. Mimi mwenyewe mheshimiwa mwenyekiti ni mwathirika wa degree. Mheshimiwa mwenyekiti, hakuna mahala inakotambuliwa kokote. Wewe umechukua pesa zake milioni 10 za university ukampa unayosema wewe ni degree, lakini kikweli umempa karatasi. Mheshimiwa mwenyekiti, umempa karatasi kwa sababu ni sawasawa mtu amecheza desi. Hii degree mheshimiwa mwenyekiti, hakuna mahala inakotambuliwa kokote. Hata kama unaumwa huwezi kuiweka dhamana pharmacy, huwezi kuiweka dhamana benki. Sasa inawezekana kweli mheshimiwa mwenyekiti,
Mimi nimesomesha mtoto wangu, nimeuza mifugo yangu, nimelipa milioni 10. Wewe umenipa degree, halafu wewe unaniachaliza mimi nikazunguke mtaani na ile degree. Na sidhani ukifika kwenye mji ulioathirika kama huo, mimi mwenyewe mheshimiwa mwenyekiti ni mwathirika wa degree. Ninao watoto 6 wana degree. Kwa kweli mheshimiwa mwenyekiti, inahuzunisha sana. Revelian Rushehela ametuandikia kupitia Facebook ya Radio Free Africa, anasema safi kabisa, maana kuna baadhi ya wahitimu wana uwezo wa kitaaluma ila wameshindwa kupata mitaji ya kutekeleza mawazo yao kwa vitendo. Heko gavana wa BOT, barikiwa sana. Na wewe msikilizaji unayetutegea sikio, una nafasi ya kutuandikia kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook na mtandao X, kisha sisi tutayapitia. Dickson Masumbuko anasema pamoja sana, nawapata nikiwa Kasindaga Muleba. Natupata kutoka huko Kasindaga Muleba. Salim Mwenjuma, yeye anasema yuko pale Kabuku Tanga. Unasema ni jambo zuri sana, maana wenzetu kama Ghana wapo kwenye mnyororo huo, kwamba ukiwa na cheti cha kitaaluma basi kinathaminiwa na kuwa dhamana katika baadhi ya maeneo. Juma Hassan Jaka unasema wafanye hivyo aisee, itakuwa imetusaidia sana. Mimi ninacho changu cha udereva NIT, naweza chukua mkopo wa maana tu. Asante sana kwa mada hii nzuri. Na Pascal Bujimu wa Magoto Tarime unasema itakuwa imesaidia hata kwa wale wasio na ajira serikalini. Silas Kahagaze, hilo jambo litapunguza idadi kubwa ya wahitimu kuomba kazi serikalini. Hii ndio hali ya nchi tuliotegemea. Wafanye haraka sana na ikae kwenye mfumo ili kusiwe na kumpigia mtu magoti ama uchawa hapa. Wasomi wengi tunapenda kujiajiri, lakini imekuwa mtihani mzito sana kupata mtaji kulingana na familia tunazotoka. Wafanye haraka na waweke fedha ya kutosha kabisa kwenye huo mkopo ili vijana wetu sasa wanufaike na elimu zao. Hii itapunguza kwa kiasi kikubwa wanavyo kujazana nyumbani. Hoja yake Silas Kahagaze, ingawa hajaniambia ameandika kutoka wapi. Naye Ali Mrangi Gigiri Mresa, mdau asiyechuja kutoka 89.3 Mabibo, Dar es Salaam, unasema kuhusu hilo binafsi sina neno, niite Ali Mrangi Gigiri Mresa. Basi sawa, sina maneno mengi kutoka Mabibo, Dar es Salaam. Njalika Meiko Tatas, hujasema kwa wapi umeandika, siawaachie tu vyeti vyao wabaki navyo. Kwa upande wake Goodluck Beleda, mtoto wa mzee mnyonge toka pande za Kome Mti wa Dhambi Buchosa, unasema kwangu mimi naona binafsi ni jambo la busara sana. Goodluck, asante kutoka Beleda. De La Monche hajasema kwa wapi na ameandika kwa Kiingereza, ameandika hivi: I thought about this 12 years ago. Yani alifikiria kuhusu hili miaka 12 iliyopita. Okay, basi sawa. Na mpaka hapo, je, unasemaje? Haina cha ziada. Kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu unasemaje Froza Mhando, mimi ni DM Dennis Mwasalanga, moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania.